Popote pale watu wanapoimba, maana yake utawala wa ule wimbo unatawala hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika mahali popote ukahisi kuna madhabahu za giza ziko hapo, ukifika mahali popote ukahisi kuna utawala wa kishetani, cha kufanya imba. Kabla hata hujaanza kuomba, imba kwanza. Usikurupuke ukaanza kwa jina la Yesu. Anza kuimba kwanza. Kuimba ni kumiliki eneo katika ulimwengu wa roho, kwa sababu wimbo ndio ufunguo mwepesi sana kwenye ulimwengu wa roho kuleta matokeo ya haraka. Maombi ni ufunguo mzito. Maombi ni kupigana vita ya ngumi kwa ngumi, lakini kuimba ni kupigana vita wewe umeshika bastola, mwenzako uko na ngumi, hata akiwa kule unamfyatua. Imba. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoimba tunamleta Mungu karibu. Imbaji ili aimbe lazima ajiconnect na ule ufunuo ambao Mungu anauachilia siku hiyo. Sio kwamba utaitwa utaambiwa leo hii tunataka kudili na kitu fulani. Ila moyoni mwako, kwa kadri unavyokaa kwenye uwepo wa Mungu, ukiingia utasikia tu kuna nyimbo zinaingia kwenye kichwa chako, unapiga pale pale. Kama siku hiyo tulitakiwa kuomba ombi la damu ya Yesu, utasikia waimbaji wanaanza kuimba damu ya Yesu inanena mema. Kuna maono mengine uwezi ukayaona huko unabonyeza kinanda, lazima utakosea. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hapo unatakiwa ujue, hapo hapo unatakiwa uone, hapo hapo upambanue kwamba hii picha niliyoiona inamaanisha nini. Mungu hafanyi kazi na watu wazembe wa kufikiri. Mungu anakuletea jina pap, anakuonesha na jinsi mtu alivyo, unatakiwa kupambanua. Akili iwe kwenye utulivu uweze kujua. Sasa mtu anayewaza Twitter anawezaje kupambanua na kujua? Utafanya maombi ambayo hayana kichwa wala miguu. Biblia inasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yatoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana abariki neno lake. Biblia inasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo ninyi sasa mkiliangalia. Sisi ndio wenye neno, lakini wa kuliangalia ni ninyi. Sisi ndio tunapewa neno, lakini wa kuliangalia ni ninyi. Biblia inasema neno lolote la unabii linapokuja, neno la ufunuo linapokuja, kazi yake ni moja, kukusaidia uvuke usiku mpaka asubuhi ifike. Biblia inasema hivi, angalia hapa, ni Kiswahili kizuri kabisa. Anasema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Maana yake neno la unabii linakuja katikati ya giza ili kukusogeza mpaka sehemu yenye taa. Ufunuo, kanisa lolote lisilokuwa na ufunuo limekufa. Kanisa lolote lisilokuwa na ufunuo limekufa. Mkristo yote asiyekuwa na ufunuo amekufa. Ufunuo ndo unafunua yale mambo yajayo. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo ndo unaleta yale mambo yajayo. Unabii unakuja kama fumbo. Namna ya kupambanua ndo inahitaji vichwa vilivyotulia. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kupambanua unataka vichwa vilivyotulia, vichwa ambavyo haviwazi vikoba. Bwana Yesu asifiwe. Vichwa ambavyo vimetulia, havijaumizwa na stress. Biblia inasema neno lile ambalo tunalo sisi, ninyi mkiliangalia. Maana yake Mungu anapoweka neno kwa watumishi, wewe unatakiwa kulitazama kwa macho yako mawili na masikio yako yalisikie vizuri, ili uwe na nafasi ya kupambanua, ili uwe na nafasi ya kuelewa. Mimi Mungu amenisaidia sana kunipa sikio ambalo ni jepesi sana kusikia ufunuo. Mimi mtu hata akiongea kawaida, naweza nikaa napiga story na mtu kawaida, akaongea neno kama la utani, lakini nikawa nimeshaelewa kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo hauhitaji mtu aseme jamani nataka nitabiri. Ufunuo upo kwenye kila eneo, kwenye mazingira yote haya ufunuo upo. Unabii upo wakati unapika chakula, unabii upo wakati unafuga kuku, unabii upo wakati unafanya biashara, ila akili yako imezidiwa na ubize. Ubize ndio kitu cha kwanza kinachopofusha watu macho ya kiroho. Ubize sio shetani, sio uzinzi, sio ulevi, ubize. Bwana Yesu asifiwe. Kwani manabii wote wanaona mambo ya roho, wote ni watakatifu wa wazimu. Wapo wanaozini lakini bado wanaona. Kwa sababu gani? Kwa sababu ubize ndio unaoziba macho ya roho, sio dhambi. Ubize. Nataka muelewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimesema hivyo? Simaanishi kwamba dhambi ni halali. Ninachotaka ukijue ni kwamba hata ukiwa ufanyi dhambi, kama unaubize kuona roho ni sahau. Hata kama ufanyi dhambi, hata kama unatoa sana, kama kuna ubize, nafsi yako haina utulivu, kuona roho ni sahau. Mambo yatatokea kwako ghafla, surprise. Umekaa na mtu anasema
Haleluya. Sasa nitulie kwenye biashara yangu. Unapigiwa simu hii inakukata kabisa. Usiku unaota ndoto, unasema kwa hii ndoto niliyoiota, asubuhi kifika naingia kwenye maombi siku 3 kavu. Asubuhi pakikucha tu makunguru yakianza kulia ngwa na akili ngwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwisha. Kwani wangapi mmepanga mipango usiku, asubuhi pamekucha umesahau? Sio umesahau, hufanyi. Unakumbuka lakini unasema akili za ndoto bana, unatupilia mbali, unaweka kwenye kapu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu hafanyi kitu isipokuwa kumjuza mtu wake. Sasa wewe ni mtu wa nani? Umeumbwa na mizimu ya kwenu? Umeumbwa na mashetani? Umeumbwa na wanasayansi? Umeumbwa na babako? Umeumbwa na mamako? Umeumbwa na mchungaji wako? Hapana, umeumbwa na Mungu. Kwa hiyo wewe ni mtu wa nani? Mtu wa Mungu. Na Mungu ameshasema sifanye lolote bila kumjuza mtu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini wewe ufahamu? Kwa nini wewe ujui? Mambo yanatokea tu titi fotati. Bwana Yesu asifiwe. Why? Kuna tatizo mahali. Punguza ubize usiokuwa na maana ili uweze kumuona Mungu, ili uweze kuona mambo yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Punguza ubize, kwa sababu ubize ukiondoka tu, neno la ufunuo linakuja linakusaidia kutoka gizani kuingia nuruni. Kwa tafsiri yake, bila unabii utabaki gizani. Unabii ukija unakutoa gizani, unakupeleka kwenye asubuhi yenye nuru. Bwana Yesu asifiwe. Ni raha sana kusali kwenye kanisa ambalo kuna karama ama neema ya kutolewa gizani kwa neno la ufunuo. Raha sana. Vitu vitokee ghafla. Sio manabii hao wa chupa za maji. Naongelea unabii ule ambao unatoka kwa Mungu straight kwenye maisha yetu. Na tatizo la karama ya unabii, ikidharauliwa inazima. Tatizo la karama ya unabii, ikidharauliwa inazima, haiendelei. Angalia kanisa lolote ambalo kulikuwa na mtu anainuka anasema Bwana amesema, Bwana amesema, Bwana amesema, kadri anavyozimwa ile sauti utakaoisikie tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu unabii ndio macho. Bwana Yesu asifiwe. Utume ni mikono tu, uinjilisti miguu, mbele yao, ualimu, ufahamu. Kuna nini kibaki? Uchungaji ni moyo, unataka upendo. Bwana Yesu asifiwe. Uinjilisti ni nini? Nimesema miguu. Yaani by power by force tutaenda, tutasonga. Popote penye uinjilisti kanisa lazima lisonge, liende mbele. Popote penye utume lazima kanisa liwe na matendo ya miujiza. Na ndio maana nimesema mikono. Utashangaa kimetokea hichi, kimefanyika hichi. Hapapoi kwenye hilo kanisa. Hapapoi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtume hafikiri eneo moja, hariziki. Mungu amemuondolea roho ya kurizika. Kwamba sasa hivi wamekuja watu ngapi? 8 sijui. Wamekuja watu 8 ariziki. Hawezi kurizika. Utashangaa ameweka hichi, kafanya hichi, kuna hichi, muujiza umetokea, kuna hichi. Ndio kazi hiyo. Lakini walimu ni ufahamu. Kazi yake kukupa maarifa. Uchungaji moyo, kupenda. Shangaa mtu anakuwa kivuruge kanisani, kivuruge Pro Max. Lakini bado tulieni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa ninaongelea karama gani? Unabii. Unabii ni macho. Ufahamu. Bila macho hauwezi kutoboa. Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu bila macho huwezi kutoboa. Ufahamu bila macho huwezi kutoboa. Na ndio maana macho yameunganika, mishipa inaenda kwenye ufahamu, kwenye ubongo. Kuna link, kuna uhusiano. Mwinjilisti sio shida. By power by force twende mbele. Lakini naye ana balaa lake, ataenda kujikwaa kule kwa sababu haoni majiwe yaliyoko njiani. Haoni miba, haoni matatizo yaliyoko njiani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vitu vyote hivi nilivyovitaja vinataka macho. Sasa Biblia anasema mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana yake hata kama kunakuwa na nabii, hawezi kufanya mambo kwa manufaa yake, hawezi kufanya mambo kwa faida yake. Ukiona anafanya mambo kwa faida yake, piga question mark, huyu sio. Bwana Yesu asifiwe. Huyu sio. Unamwambia mtumishi wa Bwana, Bwana ameniambia nilete sadaka yangu ya kujimaliza, niweke madhabahu. Anakwambia sikia, usiweke madhabahu, tukutane Barakuda utanigaia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unawaza mtumishi, wewe ndo madhabahu, wewe ndo kapu, au kapu ni mifuko yako? Bwana Yesu asifiwe. Yaani tayari umeshaona hii direct inaenda kwa faida yake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile vile hawezi kupambanua unabii kama anavyotaka yeye. Unabii unaopambanuliwa kama anavyotaka mtu, siku zote unaleta matokeo yasiyokuwa sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote unaleta matokeo yasiyokuwa sahihi. Leo utashangaa nitakwambia atakuja mtu kwako amevaa nguo nyeupe, anakuja amevaa nguo nyekundu au haji kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nimepambanua kama ninavyotaka mimi. Ndio maana mimi namuombaga Mungu anisaidie sana. Kila nikiombea mtu usifunguagi macho, nafunga macho. Kwa nini nafunga macho? Ili nisiongee neno
kama ninavyokuona. Naweza nikakuona nikajua huyu ni Samueli. Samueli anataka kitu 1 2 3. Samueli amewahi kunishirikisha swala fulani. Kwa hiyo nikimuombea nitamuombea kulingana na yale aliyoniambia. Lakini nikifunga macho, Samueli akaja hata kama aliniambia anataka maembe, Bwana akaniambia utakula matikiti, nitamwambia neno lililonyooka. Bwana Yesu asifiwe. Ukimuua nyani usemaye na neno la unabii linaenda kuua vitu fulani, alitaki kuangalia. Na ndio maana nabii Samuel akaambiwa ya kwamba unapofika kwenye nyumba ya Yese usiangalie yoyote ambaye nitakupa kumpa mafuta, usimwangalie kwa jinsi alivyo. Uhandsome wa zamani ulikuwa unapimwa kwa urefu wa mtu na kuwa na nywele nyingi, sio kama sasa hivi sisi tunanyoa nywele. Zamani uhandsome unapimwa kwa nywele nyingi, alafu zinawekwa kwenye mizani. Yaani unaweka bichwa lako namna hizi, zinawekwa kwenye mizani. Zikiwa nzito kweli wewe sana. Hata kama unapua mbovu, hata kama una masikio mabovu, nywele tu zikiwa nzito umemaliza na urefu. Maana yake kwa vipimo vya zamani Wasukuma ndo maende sana Tanzania nzima. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kipindi kile kwenye nyumba ya Yese kulikuwa na kaka wa kwanza. Yeye alikuwa ni mrefu, alikuwa na vigezo vyote. Samuel amekaa namna hii, alipomuona tu. Samuel alikuwa na mazoea ya kumpaka mafuta Sauli, na sifa ya Sauli alikuwa mrefu na alikuwa na nywele nyingi. Kwa hiyo Sauli alikuwa ni mfalme wa kwanza wa Israeli. Kwa hiyo alipokariri kwamba wa kwanza Bwana aliyemchagua nikampaka mafuta alikuwa hivi, maana yake na huyu anayefuata na yeye atakuwa kama wanaendana. Kwa hiyo alipofika pale anaangalia na mimi akasema ndio huyu. Mungu akamwambia ole wako mtie mafuta huyo, sio huyo. Akatuliza akili. Hana mambo mengi ya wazi pita, akatuliza akili. Wakati anatuliza akili, akamuuliza, "Je, hakuna mwingine?" Akaambiwa kuna kachali fulani tumekaacha kule kanachunga kondoo. Maana yake Daudi alikuwa wa hadhi ya chini kiasi kwamba watoto wakiitwa yeye haitwi. Hebu imagine. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wanaitwa Joeli, yeye haitwi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ameachwa akachunge kondoo huko. Na mzee Yese alikuwa tajiri, alikuwa na uwezo wa kuacha vijana wengine wachunge huko waajiri. Lakini akamchukua Daudi aende huko. Lakini wakati wa hatima kutimia ukifika, hata kama umeachwa kuchunga mambuzi, mang'ombe na makondoo, jina lako litaitwa tu. Wakati wa hatima ukifika, hakuna mwanadamu anaweza kukuficha. Hakuna mwanadamu anaweza kuficha. Watu watakaa watapitisha watu wenye vigezo, lakini watasema kuna mtu amepungua hapa. Wakati wa hatima ukifika, hakuna anayeweza kukuficha kwenye hii dunia. Hakuna anayeweza kukuficha. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna anayeweza, hata wakufungie makomeo ndani, wakufungie usitoke, nguvu ya Mungu itavunja tu hiyo milango. Yaani wabeba hatima wako wakishapewa kusudi la kukutafuta, watakuja hata dirishani kukuita, fulani toka huko. Wabeba hatima wakishapatanishwa na nyota. Si unaona mamajusi waliona nyota kutoka mbali. Herode akawaambia no, mkienda iwe hivi. Kumbe anataka kumuua, lakini bado kauli ya Herode haikuwapofusha macho yao. Waliifuata nyota mpaka wakaipata. Tena wakasema hivi, tumeifuata nyota kwa kusudi moja, sio tuiibe, sio tuizime, tumeifuata tuisujudie, tumeifuata tuiabudu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwa jina la Yesu, hatima yangu haitafichwa kwenye kondoo, kwenye ng'ombe, kwenye mbuzi, hapata ficha hatima yangu. Gerezani, kwenye mateso, kwenye kuachwa, kwenye upweke, kwenye njaa, hakutaficha hatima yangu. Sema kwa jina la Yesu, hatima yangu ichomoke leo popote ilipowekwa. Amen. Makofi kwa Yesu. Sasa tumalizie hapa. Anasema maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wanadamu walinena yatokayo kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuja kutuongoza kitu gani tuseme. Roho Mtakatifu anakuja kutuongoza kitu gani tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Na akisha kukuongoza, ukipuuza ni juu yako, lakini Roho Mungu huwa anatuongoza ili tuelekee pale ambapo pana faida. Roho Mungu akuongozi ili uelekee penye hasara. Roho Mungu akuongozi ili uelekee shimoni. Roho Mungu anakuongoza ili uelekee mahali ambako pamebeba faida. Bwana Yesu asifiwe. Pamebeba nini? Sasa haijalishi mlango utakaofungua utakuwa mweusi, utakuwa mbaya, utakuwa mbovu, lakini kama Roho Mungu amekuelekeza hapo, fungua tu, kwa maana ubaya wa mlango hauamui vitu vya thamani vinavyokaa ndani. Ubaya wa mlango hauzuii kitanda cha milioni 2 kukaa ndani.
Sasa Biblia inasema unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mtu. Mwanadamu hawezi kuleta unabii, utafeli. Zamani mtu akitoa unabii alafu hujatimia alikuwa anapigwa mawe mpaka kufa. Bwana Yesu asifiwe. Zamani mtu akitoa unabii na usitimie anapigwa mawe mpaka kufa. Leo tungezika watumishi wengi sana hapa Dar es Salaam. Ujue pepo la shughuli, pepo la ubize, pepo la kuzunguka lina nguvu. Halijali mtu ni nabii, ananena kwa lugha ama ni mtu wa aina gani. Unaweza hata ukawa umekaa kanisani, muda wa michango hauwazi nondo zilivyo. Muda wa neno lililobeba ukombozi wa maisha yako unaanza kuwaza. Hivi pale tutaweka nondo ngapi pale dirishani? Unaanza kuangalia hivi tuweke singboard hapa kanisani. Kweli maombi yana nguvu, lakini sio sehemu yake kwa sababu macho yamekosekana. Macho yamekosekana. Leo hii tunapokwenda kuomba, mwambie Bwana nipe macho nione, nipe ufunuo, nipe ufunuo, nipe kupambanua. Mimi 98% ya mambo ninayoyaonaga siyaonagi kama picha hapa angani. Ninayaona kwa kumtafsiri mtu anavyoongea, kwa kumtafsiri mtu namna anavyokuja. Bwana Yesu asifiwe. Niliwapa ushuhuda, yule mwanamke ni mjamzito na kifafa cha mimba kinamsumbua. Mtoto wake ule mdogo akaanza kulia. Tumefika tuko ile nyumba, yule mtoto analia. Mimi nasikia kile kilio, nakisikia kwa sauti ya msiba. Kuna kilio cha kuonewa, kuna kilio cha kupigwa, cha kunyimwa haki, vilio vingi vya kusalitiwa, viko vya aina nyingi, lakini kuna kilio cha msiba. Wengine wamefika, pole mtoto, wamekanyanyua, wamekabeba, wamekabembeleza. Yule mtoto haachi, kapewa mpaka vitu anavyovipenda, magemu wacheze, lakini haachi. Kumbe ilikuwa ni lugha ya unabii kwamba mauti imekwisha kuingia kwa huyu mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Vitu vingi 98% ninaviona kwa kupambanua. Na wewe unayesikia maneno haya, jifunze kupambanua. Jifunze kupambanua. Mtu anaweza akakwambia Yesu ni Bwana, lakini neno Yesu ukilisikia tu, Roho wa Mungu anakuonesha utapeli. Ukilisikia tu, Roho wa Mungu anakuonesha mauti. Mjifunze kupambanua. Mapepo na uvuvio. Unasema Roho Bwana akiwepo kweli nasikia mwili unasisimka. Kwani ukionaga lipaka usiku nywele zisisimke? Bwana Yesu asifiwe. Ukiliona zinasimka au kaangalia movie ya kutisha, si unasisimka? Ukatoka umeenda kwenye zinaa, ukisikwa usisimki? Kusisimka si ishara ya Roho Mtakatifu. Tuwe na macho ya ndani. Ufunuo ukija unawasaidia watu kutoka gizani. Watu wanaongozwa na viongozi ambao ni vipofu, viongozi ambao walishakufa kiroho, walishageuza kanisa kama sehemu ya familia. Kanisa sio sehemu ya familia. Kanisa ni eneo ambalo linaandaa watu kwenda mbinguni, linaandaa watu kuwa na maisha yenye mamlaka, kumdhihirisha Yesu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua familia inavyokuwa, fulani kachukua chaji, makofi, fulani kanuniana na fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndo madude yaliyoko kwenye familia. Lakini kanisa lisi la Kristo, Yesu anasema ni mwili wangu ulioko duniani. Mkono wa kushoto huwezi ukamnunia mkono wa kulia. Omba ufunuo, taka ufunuo, ng'ang'ania ufunuo, tafuta ufunuo, na Mungu akakupa neema ya kukutana na mtu aliyebeba ufunuo. Usimwache, mng'ang'anie mpaka viatu, ng'ang'ania mpaka kofia. Ng'ang'ana, pambana. Naitaka karama, naing'ang'ania karama, naipambania karama. Kuna watu hawaruhusu mchezo hivi. Mtumishi mmoja amehudumu madhabahu, ile anashuka tu, yule aliyokuwa anapiga drums akaenda kwenye miguu, kaang'ang'ania. Watu wanajua thamani ya ufunuo. Watu wanajua thamani ya ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Shika macho yako, sema kwa jina la Yesu, macho yangu yafunguke, macho ya ndani yafunguke kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mauti ya kiroho kwenye ulimwengu wa roho, roho ya upofu, ninaikataa. Roho ya upofu iliyoninyima fursa, ikanichonganisha na watu sahihi nisiwaone, kwa jina la Yesu ninaikataa kwa damu ya Yesu. Achia macho yangu, achia masikio yangu, achia midomo yangu, achia ufahamu wangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo hii ninakataa kutembea gizani, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninafufuka, ninaamka kutoka usingizini kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya usingizi, roho ya upofu, roho ya mauti, roho ya kuzimia, ninaikataa kwa damu ya Yesu. Niachie kwa
damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu, kila hasara niliyowahi kusababisha kwenye maisha yangu kwa sababu sikuona kabla haijatokea, kila mabaya yaliyotokea yakanidhuru, yakanipa uchungu, yakanipa machozi, yakanipa mateso, yakanipa failure kwenye ulimwengu wa roho, leo